katika siku ile ambapo msiba ulikuwa sasa umefika, mara baada ya mama Mima kufariki, ambaye ndo huyo aliyekuwa mke wa Jobe wa kwanza, ambaye sasa aliolewa na huyu Turuka. Sasa kwa wakati huo walimzika mama Mima. Nikukaribishe tu katika simulizi hii na hiki ni kipande cha 3. Kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha tu una subscribe ili tuweze kuwa pamoja zaidi katika simulizi zingine mbalimbali. Nikwambie tu, mimi ni Mr. King Vam, ungana nami mwanzo mwisho. Basi msiba ule uliisha na mama Mima alizikwa na alianza kusaulika kabisa. Yaani hapo Mima ndo aligundua kuwa huenda ndugu wa pekee aliyepo duniani ni Mugisha pekee. Mr. Turuka alianza tu kumchukia Mima. Pia baada ya kuwapa taarifa na ndugu wengine, kila mtu alianza kumuona Mima kama mtu asiyefaa kabisa katika familia yao. Mima ile hali ya kuchukiwa aliiona, lakini alijifanya kama hajui lolote linaloendelea. Yaani alikuwa anajichekesha tu. Basi Mima alianza kumtembelea Mugisha gerezani huku akimpelekea vyakula. Yaani Mugisha mwenyewe alishangaa ule upendo wa Mima wa ghafla vile umetoka wapi. Kila wiki ilikuwa lazima Mima aje pale gerezani. Tena alikuwa anaonesha upendo wa hali ya juu kwa kaka yake, japo hakuwahi kumwambia ukweli wowote Mugisha kwamba wale mama yao ni mmoja. Hali hiyo iliendelea zaidi ya miezi 8, ila ilikuja kukomaa baada ya Mugisha kuhamishwa gereza, na bwana huyo alihamishwa mkoa mwingine kabisa, tena gereza la kazi kweli kweli. Yaani kufyatua tofali na kulima. Ilikuwa masaa 12. Maisha yaliendelea na siku zilisogea huku Mima akiwa anaishi kwa mnyanyaso. Yaani zile kazi ambazo alikuwa akibebeshwa Mugisha sasa alianza kufanyishwa Mima. Miaka 2 ilipita. Mima alikuwa kafikisha miaka kama 17 hivi. Aisee, baada ya Mima kuona ni kama mateso yamezidi, huku akiwa kafukuzwa mara kadha pale nyumbani na akakataa kuondoka. Bahati nzuri Mima alipata kijamaa fulani hivi, kidereva bodaboda, na hicho kijamaa kiliomba kumuoa Mima akiwa na miaka 17 vile vile. Aisee, Mima aliona ni kama afadhali, maana aliona ataepukana na manyanyaso ya pale nyumbani. Ni kweli Mima aliolewa na yule jamaa, na mahali ya Mr. Turuka alipokea kama mzazi. Maisha ya Mima ni kile kijana na yule dereva bodaboda mwanzo yalikuwa mazuri tu, na alikuwa anaishi kwa mali, lakini mambo yalianza kuingiza baada ya mawifi kuingilia jambo. Yaani Mima alikaa na jamaa yule miaka 2 bila kubeba ujauzito. Aisee, hapo chokochoko zilianza, huku wakimtaka ndugu yao aachane na Mima. Pia mama wa kijana huyo alikuwa hamtaki Mima. Bahati mbaya pale mtaani, sijui nani alisambaza historia ya Mima kwamba ni mtoto wa marehemu Milifa, na asilimia kubwa walikuwa wanajua Milifa alikuwa mchawi. Hata ujio wake pale mjini ulikuwa haueleweki. Kwa hiyo zile skendo za kwamba Mima ni mtoto wa mwanamke ambaye alikuwa mchawi kakubuhu zilifikia familia ya mwanaume, na ilifanya Mima aachike. Mima alirudi Mima alirudi
Mima alirudi kule kwao. Aisee aliambiwa hana nafasi pale, yeye ashaolewa na lake pale halipo. Kwa hiyo Mima alijikuta anakuwa mtu wa mtaani na kufanya vibarua vya hapa na pale. Muda mwingi alikuwa anaajiliwa mpaka kazi za ndani na utu uzima wake. Na huku upande wa pili huku kwa Mugisha, tayari kifungo cha gereza kilikuwa kimeisha miaka kadhaa iliyopita, na baada ya Mugisha kutoka tu gerezani huko alibahatika kupata kibarua cha kulima mashamba ya tajiri mmoja hivi. Kiukweli malipo havikuwa viendani hata kidogo, yaani kazi ilikuwa kubwa huku malipo yakiwa kidogo. Mugisha aliona kuliko kurudi nyumbani kwao ni bora akomee kutafuta pesa ya mtaji wa biashara. Basi Mugisha alikaa pale kwa tajiri yule zaidi ya miaka 5 huku akiwa anatumika kama mtumwa wa yule tajiri. Baada ya Mugisha kuona atakuja kuzeekea kwenye majumba ya watu akiwa hana hata 100, aliamua kuondoka kwa yule tajiri na kwenda kwenye mji uliochangamka japo ilikuwa ndani ya mkoa huo, na alianza kufanya kazi ya biashara ya kuuza karanga. Mugisha alikuwa anajumua karanga, baada ya hapo anazikaanga na kuuza kutembeza. Mugisha alikuwa kapanga chumba kimoja tu huku akiwa analala chini. Maisha mwanzo yalikuwa magumu kwa kijana huyu mpambanaji, yaani alikuwa haoni kesho yake kabisa. Alikaa pale kwenye mji ule mwaka mzima na miezi kadhaa huku akiwa anajaribu kila biashara ndogo kilichokuwa kinampoza. Mugisha alikuwa akajiingiza kwenye kamari. Kwa hiyo alijikuta pesa yake yote ni kama anafanyia kamari tu, yaani haya maguruguru, sijui pool table, michezo na bahati nasibu za kubeti vilimwingia mpaka kwenye damu, kiasi kwamba akipata pesa kidogo tu basi mawazo yote yalikuwa yanaenda kwenye kamari. Mugisha hata kununua nguo kwake ilikuwa kazi, yaani kodi tu kulipa ilikuwa mpaka atishiwe kufukuzwa na baba mwenye nyumba, na ndo anapunguza kidogo. Pale mjini kila mtu alikuwa anamjua Mugisha, haswa hawa vijana, maana Mugisha alijikuta kawa msela wa kitaa, kila dili alikuwa yumo, yaani mpaka udalali alikuwa yumo. Ila ndo hivyo, pamoja na kupata pesa kwenye kazi zake, alikuwa hana maendeleo kutokana na kamari. Aise, siku zote kuna namna Mungu anakupa pale usipotegemea. Kamari yake aliyocheza karibia miaka 2 bila mafanikio, siku hiyo ilimpa. Siku hiyo kuna kampuni inayojihusisha na utalii pale mkoani ilikuja na kampeni ya kutangaza utalii ili kupitia kamari, na mshindi wa kampeni hiyo atajishindia gari jipya la thamani ya milioni 200 na kupelekwa kwenye vivutio kadha pale nchini huko, gharama zote zikiwa juu yao. Namna ya kucheza hiyo kampeni, kuna kadi maalum zilikuwa zimeandaliwa, na hizo kadi zilikuwa kama coupon au tiketi, na kila kadi ilikuwa inauzwa shilingi 1000 tu. Kwa hiyo mshiriki ilikuwa inatakiwa ununue kadi nyingi uwezavyo na kuzisambaza kila kona ya nchi. Kadi uwezavyo na jinsi unavyonunua nyingi na kuzisambaza kwa umbali zaidi, ndio asilimia kuwa mshindi inaongezeka. Na kila kadi unayoinunua unaweka namba yako maalumu ushiriki, ambayo haifanani na namba ya mwingine yoyote. Ilikuwa kampeni na challenge ya mwezi mmoja. Watu wengi waliamini huenda ni utapeli tu na njia ya kutaka kupiga pesa. Wengine waliamini kwamba huwezi kushinda mtu wa kawaida, tayari mshindi ashaandaliwa, kama wengine ambavyo huaga tunaamini pindi tunapoona hiyo michezo ikitangazwa.
Kwa hiyo watu wengi hawakushiriki lile zoezi. Hata walioshiriki, wengi wao walishiriki kama kujifurahisha, wakiamini hakuna kitu. Yani wenye usirias na mchezo walikuwa wachache mno. Aise, kutokana kwamba Mugisha masuala ya kamari yapo kwenye damu, aliona huenda akabahatika yeye. Kila kamari alikuwa anachukulia serious. Mugisha alianza kununua zile kadi, ambapo kadi hizo zilikuwa zinatangaza utalii kupitia hiyo kampuni ya kitalii. Mugisha akipata buku mbili, basi ilikuwa anapitiliza kwenye kadi. Yani alikuwa anazinunua kama ananunua chakula hivi na kuzigawa mtaani. Kuna muda ilikuwa mtu unanunua kadi, unazigawa na kusambaza, alafu unamuona mtu anaachana mbele yako hata hasome aisee. Yani hiyo ndio ilikuwa inakatisha tamaa watu sana, na kwa ni mchezo wa kijinga. Lakini wenye kampeni yao, yani ile kampuni wenyewe, walisisitiza kwamba mshindi atapatikana kwa haki na wanajia yao ambayo watajua, huku wakiwa wanasema zile kadi zimetengenezwa maalum. Basi Mugisha alikuwa ananunua kwa vurugu kama njugu. Kuna siku alipiga dili la udalali akapata 70,000 keshi, na ndo ilikuwa pesa kubwa kuipata kwa pamoja tangu aanze kujitambua. Lakini Mugisha hakujali jinsi alivyoathirika na kamari. Ile pesa yote alinunua kadi. Awamu hii alikuwa mjanja, alichora mazingira. Aliona wengi wanaonunua wanasambaza tu ndani ya mkoa. Kitu alichokifanya, alienda na zile kadi stendi. Aliongea na makonda baadhi wanaoenda mikoa tofauti tofauti, na aliwapatia zile kadi ili wafike huko wakazirushe hata stendi, ili mwenye kuokota la kusoma au kote. Mugisha alifanya hivyo kwa mwezi mzima, na yeye kupoteza pesa kwenye kamari ilikuwa sio shida zake. Aise, kama Mungu tu. Mwisho wa siku, baada ya mshindi kutangazwa, Mugisha aliibuka mshindi. Tena alitangazwa kwenye mkutano kabisa katikati ya mji. Mugisha alishinda gari jipya na safari ya kuzunguka kwenye vivutio kadha pale nchini bure, pia kutokana na juhudi zake alizoahidiwa kupewa kazi ya kuwa balozi wa lile kampuni. Aise, wale wote waliokuwa wanapuuzia na kuona ni masiara walibaki wakimeza mate, huku wakimwonea wivu Mugisha. Mugisha baada ya kupewa ile gari yake mpya alipiga bei na kuchukua kibunda cha maana. Hata ile nafasi yake ya kwenda kutalii alimuuzia mtu mwingine. Mugisha kwa kutumia zile pesa alinunua haiza kama 3 na kuzifanya yani haisi 3 na kuzifanya daradara pale mjini. Hata hivyo mji ule ulikuwa na uhaba wa daradara, yani watu walikuwa wamelala mno kimaendeleo. Aise, Mugisha sio Asumani. Baada ya miaka 2 tu pale mjini, ukitaja jina la Mugisha ulikuwa unataja miongoni mwa watu wenye ushawishi na pesa, yani karibia daladala zote pale mjini zilikuwa zake. Haikuishia tu kwenye daradara tu, alifungua hata biashara nyingine. Miaka mingine ilipita, Mugisha alikuwa na pesa mbaya mbovu, ila alipata wazo kutoka kwa wafanyabiashara wenzake kwamba akitaka kuwa tajiri mkubwa basi ahame ule mkoa, mara hauna changamoto na mzunguko ni mdogo, arudi ndani ya jiji, yani kule alikotokea yeye. Na kweli aisee, Mugisha alifanya hivyo. Aliamua kurudi nyumbani ambapo aliamini jiji limechangamka.
Aisee, upande wa mzee Tuluka alikuwa kafilisika vibaya mno. Yaani alikuwa katingwa na majukumu mabaya mbovu. Mjengo wa ulisi alikuwa kauza. Alikuwa anaishi nyumba ya kupanga. Bahati mbaya wale dada zake na walikuwa washaolewa sehemu ambapo maisha sio mazuri. Kwa hiyo ukoo mzima walikuwa maskini ghafla bin vu. Mugisha kwa sababu alikuwa hajawahi kukosana na baba yake zaidi ya kutopendwa tu. Hata hivyo, alivyorudi pale mjini alienda kumsalimia baba yake na ndugu zake wengine. Aisee, baada ya kugundua Mugisha ana pesa, upendo ulirudi na Mugisha alianza kuthaminiwa kama ndugu na kaka mkubwa kwenye familia, yaani heshima ilirudi. Maisha yaliendelea. Uchumi wa Mugisha uliongezeka maradufu mpaka anafungua makampuni na kiwanda huku pale mjini, akiwa kajaza daladala kama kawaida. Yaani alikuwa kifupi ni mfanyabiashara mkubwa. Basi Mugisha aliamini kweli ndugu zake wamejirudi na wanamuonesha upendo wa kweli. Maana awamu hii wadogo zake walikuwa wanamheshimu kweli kweli. Mugisha alianza kusimama baadhi ya wadogo zake wamalize masomo huku akiwasimamia, na wengine wale wakubwa akiwapa kazi kwenye moja ya biashara zake. Kipindi chote hicho Mugisha alikuwa hajawahi kukutana na Mima. Basi bwana Mugisha alishauriwa awe mwanamke na baba yake alitaka kumtafutia Mugisha mke, lakini Mugisha aligoma na alisema atatafuta mwenyewe. Na kweli baada ya miezi kadhaa alimpata mtoto wa mjini mrembo na kumwoa. Aisee, japo alikuwa mwanamke mzuri lakini alikuwa msumbufu mno. Yaani ni dhahiri aliolewa na Mugisha kwa sababu ya pesa tu zake. Aliishi na Mugisha miaka karibia 6 na walibahatika kupata watoto wawili. Lakini mwanamke huyo alianza uhuni, yaani kuchepuka. Ilikuwa yeye mara kila ulevi yeye, kiasi kwamba zile tabia zilimchosha Mugisha. Kutokana na tabia hiyo, aisee, Mr. Tuluka alimtaka mtoto wake awe mwanamke mwingine mara moja, na awamu hii ilimlazimu kwamba atamtafutia yeye mwenyewe mwanamke huyo aliyetulia, tena wa kijijini. Mara akimwacha Mugisha atafute yeye atapata gume kama lile tena. Ni kweli Mugisha alitafutiwa mwanamke mwingine, na alikuwa mwanamke mrembo kuliko hata mama wa watoto wake. Yaani alikuwa mtulivu, nidhamu ndo mahali pake. Kwa hiyo Mugisha alijikuta akimpenda kuliko hata mke wake mkubwa. Aisee, mke mkubwa baada ya kuona mpenzi ya tamaa yote kwenda kwa mke mdogo, naye aliamua kubadilika na kuwa mke mwema, lakini alikuwa kachelewa, maana tayari upendo ulikuwa umehama wote. Basi siku zilisogea, hatimaye Mugisha alibahatika kukutana na Mima. Aisee, tena Mima alikuwa kachoka mbaya mtaani. Yaani alikuwa ni mdada aliyejichokea akiwa mfanya vibarua mtaani. Mugisha kiwema tu aliamua kumchukua kama mdogo wake, wanaye share baba. Maana Mugisha aliamini Mima ni mtoto wa baba yake, ila mama yake ndo tofauti. Basi bwana, Mima alianza kuishi pale kwa Mr. Mugisha akiwa anasaidiwa kazi za nyumbani. Hata kupendeza kulianza, lakini miezi 3 tu baada ya yeye kuwa yupo pale, aisee, mke mkubwa wa Mugisha, yaani mama Enoki pamoja na Ebera alifariki ghafla. Tena kifo chake kilikuwa cha utata kweli kweli. Ikisadikika alikuwa anapewa sumu taratibu mpaka siku anakufa. Mke mdogo wa Mugisha alimtwisha Mima lawama zote kwamba ndo kahusika. Alitoa na ushahidi wa uongo huku akiwa anasema tangia Mima afike pale ndo hali hiyo imetokea.
Aisee, Mugisha alikuwa haelewi kipi ni kipi, na hasira za Mugisha ziliongezeka zaidi juu ya Mimba baada ya kuambiwa na baba yake kwamba yule ana baba yake na sio ndugu yako. Mugisha aliamua kumtia ndani Mimba kwa hasira na kumuulia mama watoto wake, japo alikuwa hana ushahidi. Aisee, Mimba alikaa gerezani mwaka mzima akisotea kosa ambalo hajafanya. Baada ya hapo ndo aliachiwa, na hapo aliachiwa kwa sababu ya huruma ya Mugisha tu, maana Mugisha alikumbuka jinsi ambavyo Mimba alikuwa anamkumbuka wakati yeye yuko gerezani. Kwa hiyo baada ya Mimba kutoka gerezani, aliendelea kuishi pale kwa Mugisha kama mdogo wake, japo Mugisha alijua yule hata sio ndugu yake. Yaani siri zote Mugisha alikuwa kafichwa. Hata Mimba naye hakutaka kumwambia chochote Mugisha kwa sababu alijua tu hataweza kuamini kitu chochote. Maisha aliendelea, lakini kila liitwapo leo mke wa Mugisha alikuwa haachi kumfanyia figisu Mimba ili afukuzwe pale nyumbani. Yaani kila iitwapo leo maneno mapya ya uongo yalikuwa yanapelekwa kwa Mugisha, na hakuna mtu Mugisha alikuwa anamwamini kama mke wake, na pia alikuwa anampenda kweli kweli. Mke wa Mugisha alikuwa anaonekana kuwapenda watoto yaani Enoki pamoja na Ibera, lakini Mugisha akiwa hayupo alikuwa anaonyesha chuki ya uwazi, ila baba huyu akiwepo, aisee, alikuwa anaonyesha kuwajali watoto wale. Pale nyumbani watoto walikuwa wanapata raha tu Mimba akiwa yupo, yaani ndo alikuwa anaonekana kuwajali kidogo. Basi siku hiyo mtoto Enoki aliumwa homa isiyo na jina, maana hata walivyoenda hospitali waliambiwa hakuna ugonjwa uliopatikana. Yaani hiyo ilikuwa kama tiketi ya kumchafua Mimba kwamba ndo kahusika, maana ni mchawi. Mugisha alianza kuamini yeye maneno na alizidi kuamini na kumchukia Mimba pale alipoambiwa na baba yake Mr. Turuka kwamba mama yake Mimba ndo alihusika na kifo cha mama yake na ndo aliyemloga mpaka kuwa kichaa. Mwisho wa Mimba kuishi pale nyumbani ulifika siku hiyo ambapo Mugisha na mkewe waliamka usiku na kukuta hilizi mlangoni kwao, huku kukiwa na mtone ya damu pia kwenye mlango wa watoto hivyo kasoro kwenye chumba cha Mimba. Na bahati mbaya kwenye chumba cha Mimba hilizi ilikutwa kwenye draw yake. Aise, siku hiyo Mr. Mugisha aliamini kila kitu ambacho mke wake alikuwa anamwambia kila siku, yaani Mimba alicheza kipigo cha haja usiku huo. Alipomomoshwa matusi kama yote na kubebeshwa vilago vyake usiku kwa usiku, tena kukiwa na wingu zito lililoashiria mvua. Baada ya Mimba kutolewa tu ndani, bonge la mvua lilishuka, yaani usiku huo hakika Mimba alikiona cha moto na moto. Mtoto wa kike alijua kutabika begi zima la nguo lililowana. Mimba alijikuta anarudi mtaani kupigania tonge lake huku akiwa haelewi mwisho wake utakuwaje, na hivyo ndivyo Mr. Mugisha alivyotengana na Mimba. Ila Mimba aliondoka akiwa anajua Mugisha ni kaka yake wa damu, sema basi tu katawaliwa na watu wabaya. Basi Mugisha aliendelea kuishi na mke wake, huku mke wake huyo akionekana kuwa na ajenda zake nyingi tu za siri. Mara nyingine alionekana kuwasiliana na mzee Turuka kila siku. Watoto walikuwa wanampelekea baba yao malalamiko kwamba yeye akiondoka mama yao anawanyanyasa na kuonesha chuki za wazi. Lakini Mugisha alimuuliza mke wake, basi mke wake alikuwa anaongea mpaka analia, huku akiwa anasema watoto hao hawampendi na hawaishi
kumfanyia visa. Utajiri wa Mugisha aliendelea kuwa mkubwa na alizidi kuwa maarufu kutokana na pesa zake, lakini kuna siku Mr. Mugisha alipata ajali mbaya mno ambayo ilimfanya awe kitandani karibia miezi 5. Aisee, kwa hiyo miezi 5 aliyokaa kitandani alikuta mambo yamevurugika hovyo. Yaani ndugu zake walikuwa wametia hasara hovyo kwenye kampuni na biashara zingine. Mke wake naye alikuwa kauza gari zake 2 za kifahari, huku akiwa haeleweki hata pesa kapeleka wapi. Na ndani ya muda huo mfupi alikuta watoto wamepungua kweli kweli, huku akiwa anamweleza tabu walizopitia. Lakini alipomuuliza mke wake alisei, baba huyu alikataa kabisa. Kibaya zaidi, Mugisha alianza kupata tetesi kwamba Mr. Tuluka huenda sio baba yake mzazi, yeye ni mtoto wa baba yake na mimba. Japo alikuwa hana uhakika, ila alijikuta kuna kengele ya hatari inacheza kichwani mwake. Yaani Mr. Mugisha aliona kabisa akija kupotea au kufariki, huenda watoto wake wasimambulie kitu na wakaishia kuwa machokoraa. Siku hiyo alimuuliza mke wake maswali ya mtego ili kupima kile ambacho watoto wake wamekuwa kilalamikia. Hivi mke wangu, ikitokea nimefariki utafanyaje? Ilikuwa ni swali la Mugisha kwa mke wake. Au usiseme hivyo mume wangu, jamani, mambo ya kufa tena. Mimi kiukweli siwezi kuishi bila wewe. Alisema hivyo. Kufa kupo tu mke wangu, yaani natolea mfano. Sasa nitafanyaje? Nitabaki mjana na sitaolewa tena katika maisha yangu. Je, mali zangu utabaki nazo wewe au watoto wangu? Mume wangu, hapo sijaelewa. Unamaanisha nini? Namaanisha nikifa mali zangu itakuwaje? Mume wangu, kikawaida baba anapokufa mali zinakuwa za watoto. Kwa hiyo Enoki si ndo mtoto mkubwa, kwa hiyo atakuwa mlisi wako. Kuhusu wewe je? Mimi nitaendelea kuwa mama wa nyumbani tu na kuwalea watoto. Okay, kwa hiyo upata hali niandike wosia kwamba nikifa mali zangu zote walisi watoto wangu na wewe usipate kitu. Lakini mume wangu, kwa nini masuala ya kufa tena? Mke wangu, hayo yapo tu. Kwa mfano nilivyopata ajali hapo juzi, ningekufa je? Sasa kwenye wosia hapo ndo sijui mume wangu, labda ukaombe ushauri kwa baba yako mzee Tuluka. Yalikuwa majibizano ya Mr. Mugisha na mkewe. Kiukweli Mugisha alimwangalia mke wake mno na alianza kugundua kwamba huenda ni mwanamke anayemuigizia tu. Baadhi ya siku hiyo ilipita ikiwa na siku nyingine. Majira ya asubuhi Mugisha alishika simu ya mke wake, maana aliona inaita mno, na muda huo huo mke wake alikuwa jikoni. Mugisha alipoangalia mtu aliyekuwa anapiga simu alikuwa ni baba yake Mr. Tuluka. Aisee, kwanza Mugisha alishangaa mno, maana mke wake alikuwa hana mazoea sana na baba yake, japokuwa yeye ndo aliyemtafutia huyo mwanamke. Mugisha alipoangalia vizuri aligundua kwenye simu ya mkewe kuna namba 2 ambazo mke wake anawasiliana nazo mara nyingi, yani hata mara 5 kwa siku. Namba ya kwanza ilikuwa namba ya baba yake Mr. Tuluka. Namba ya pili ilikuwa namba ya dereva wa Mr. Mugisha, ambapo dereva huyo alikuwa kama dereva wa familia, maana alikuwa anahusika pia kuwapeleka watoto shuleni. Mugisha alijiuliza maswali yasiyo na majibu. Sasa baba yangu,
ana ajenda gani na mke wangu mpaka wanawasiliana mara nyingi hivi? Lilikuwa swali ambalo Mugisha alikuwa anajiuliza pasina kupata majibu. Baada ya hapo aliamua kupotezea, ila akijiripizia kulitafakari na kulifuatilia kina lile jambo. Siku zilizidi kusonga huku Mugisha akiwa anapeleleza kimya kimya ajenda za mke wake ni zipi, japo ilikuwa ngumu kupata ukweli. Maana ni kama mke wake alishtukia jambo kwamba mume wake kaanza kumchunguza. Miezi kadhaa ilipita huku Mugisha akiwa anaishi na familia yake pamoja na ndugu wote kinafikiani. Walikuwa wanaonyesha kumjali mno bwana huyo, lakini Mugisha kuna akili ilikuwa inamwambia hao wanafiki, yani hapana ndugu hapo. Basi Mugisha alikuwa anafikiria kitu cha kufanya ili kubaini ukweli huo uliojificha, na alitaka kujua ndugu zake wanafikiria nini au la, na je, akiwa hayupo watoto wake watathaminiwa kama anavyowathamini yeye? Ilikuwa siku mbaya mno kwa Mr. Mugisha siku hiyo. Mugisha alikuwa kaambatana na binti ambaye alikuwa kama mtu wake wa karibu au mlinzi wake, binti aliyekuwa anaitwa Temi, na historia ya binti huyo ilikuwa inagopesha kidogo. Kabla ya kujua kilimtokea nini Mr. Mugisha mpaka kuona bahati mbaya kwake, tujue Temi ni nani. Temi ni binti aliyekulia mtaani na Temi hajawahi kuwajua wazazi wake, maana inasadikika aliokotwa na kupelekwa kituo cha watoto yatima. Lakini alipofikisha miaka 8 tu pale kituo cha watoto yatima, alifukuzwa kutokana na utukutu wake. Na utukutu wa Temi, yeye alikuwa ana deni la wakubwa tu. Siku aliyofukuzwa ilikuwa ni siku ambayo alienda kuiba nguo store na kwenda kuziuza mtaani. Kisha pesa akanunua mavyakula na vinywaji pale kituoni, yani alijiamulia mambo tu. Na Temi alifanya hivyo baada ya kuona kila kinacholetwa pale kama msaada kinaisha kwa faida kwa wakubwa tu, na wao hawambuli kitu. Baada ya Temi kutembuliwa, aliingia mtaani akiwa na miaka 8 huku ndo alikutana na vikundi vya kihalifu. Temi alikuwa kapinda kweli kweli. Watoto wa kiume walikuwa wanakasishwa isivyo kawaida. Hali hiyo ilimfanya mzee mmoja hivi muungwana amuunganishe na masuala ya jeshi, na kweli Temi alipata nafasi ya jeshi. Temi alipata mafunzo kwa miaka takribani 10 na kitu, na alipofikisha miaka 20 alianza kupewa misheni, tena zile ngumu, maana mtoto alikuwa anapiga kama mchawi. Lakini binti huyo aliishi kupata dosari baada ya kutaka kumuua mkubwa wake wa kikosi. Baba huyo ambaye alikuwa kiongozi wa kikosi alikuwa anajaribu kumlazimisha Temi kufanya naye mapenzi, na ukichukulia Temi alikuwa binti mzuri haswa. Baba huyo aliishi kupigwa kipigo kitakatifu baada ya kujaribu kumbaka Temi. Siku hiyo ilibaki kidogo kufa. Huo ndo ulikuwa mwisho wa Temi kuwa mwanajeshi. Temi aliingia tena kitaa kuchapika na maisha, na awamu hii alianza uhalifu, maana sasa alikuwa hana kitu chochote cha kumfanya aishi. Katika zile harakati za uhalifu, kuna siku Mr. Mugisha alikutana na kizanga cha wahuni kutaka kumpora na msaada aliopata kutoka kwa binti Temi, na huo ndio ulikuwa mwanzo wa Temi na Mugisha kufanya kazi pamoja. Ni miaka 2 sasa wawili hao walikuwa wanafanya kazi pamoja, na mara nyingi Mr. Mugisha akiwa anaenda kwenye biashara zake alikuwa anaambatana na Temi.
Baada ya kunywa Temi tayari, tuendelee sasa. Basi siku hiyo Mr. Mugisha akiwa kaambatana na Temi ndani ya gari majira saa 4 usiku, huku wakiwa wanatoka bandarini kuhakiki mzigo ambao ulikuwa umeingia kutoka nje. Ghafla walishangaa kuna gari inawazuia njia mbele. Wakiwa wanaulizana, kuna vidume vilishuka ndani ya gari na kuanza kumimina risasi. Kipindi hicho Mr. Mugisha hata bastola alikuwa hana, pamoja na tajiri wote ambao walikuwa nao. Aisee, kikweli Mr. Mugisha na Temi walibananishwa vibaya mno. Yaani walikuwa wako ndani ya gari huku risasi zikimiminwa zinakuja mbele ya kioo kama mvua. Temi kila akitaka kushuka ili akafanya jambo, risasi zilikuwa zinampa onyo kwamba usijaribu, na Temi aliamua kujilipua na kufungua mlango wa gari kisha kutoka. Aisee, wakati anatoka tu alikutana na risasi ya tumbo pale pale, alidondoka chini na kuzimia. Ndugu yetu Mr. Mugisha ndo alikuwa kachanganyikiwa kabisa. Basi baba huyo alitoa simu ili kuomba msaada, na kweli alifanikiwa na kupiga namba ya polisi, lakini kabla hata hajapokelewa alikula risasi ya bega. Akiwa hajakaa sawa, alikula risasi ya kifua pale pale. Mr. Mugisha alizimia. Basi wale vijana walisogea kuangalia kama kazi ishaisha, na walifika pale na kweli waliona watu wapo chini, lakini walikubaliana waongeze kuwatwanga risasi kwa uhakika. Lakini kabla hawajafika hivyo, ghafla ving'ora vya askari vilisikika na askari wa kutosha walifika pale. Kumbe baada ya milio ile ya risasi, baadhi ya watu walioposikia walipiga simu kituoni. Wahalifu wote walitimua, yaani askari hawakufanikiwa kumnasa hata mmoja. Mr. Mugisha alikuwa na hali mbaya kweli kweli. Temi yeye walau kidogo alikuwa vizuri, na Temi alirudiwa na fahamu baada ya askari kufika pale. Basi ilibidi Mugisha akimbizwa hospitali, yeye na Temi. Madaktari wamefanya kazi yao kama inavyotakiwa kuokoa uhai wa Mr. Mugisha. Ilipita siku 2 walau hali ya Mr. Mugisha ilionyesha matumaini, lakini bado pale hospitali ni kama bado kulikuwa na mapaparazi, yaani bado uhai wa bwana huyu ulionekana kuwindwa. Wiki nzima ilipita, Mr. Mugisha alipata nafuu na kurudiwa na fahamu, japo mwili bado ulikuwa dhaifu. Mke wake muda wote alikuwa anashinda pale akionyesha kuwa na uchungu kweli kweli. Ya Mr. Tuluka na familia nzima walikuwa wanakuja kumsalimia mara kwa mara, wakimwombea apone haraka. Basi siku hiyo ilikuwa jioni. Temi akiwa anaingia kwenye wodi ya Mr. Mugisha, basi alimkuta daktari anachanganya dawa tayari kwa kumchoma Mr. Mugisha. Muda huo Mugisha alikuwa anaangalia tu, maana alijua ni ile dawa kama dawa zingine, ukizingatia yule alikuwa daktari wake anayesimamia matibabu yake pale hospitali. Ila wakati Temi anaingia mule ndani, aisee, yule daktari alishtuka mno na kujikuta anatetemeka mpaka Temi alishtukia mchezo. Hebu subiri kwanza, usimchome hiyo sindano hiyo ni dawa ya nini? Temi alikatisha yule baba na kumuuliza swali. Kwa nini unauliza? Hii ni dawa kama zilivyo zingine, ni dawa ya kumrejesha nguvu na kuimarisha misuli yake. Yule daktari alijibu kwa ukali na kumtaka Temi atoke nje ili yeye afanye kazi yake. Dokta, kwa mfano ukimchoma mtu ambaye ni mzima, yaani haumwi, hiyo sindano vipi, ina masala gani? Kwani wewe binti unataka kujua nini? Okay, haina madhara yote. Shida yako ni nini? Hebu toka nje, uniache nifanye kazi yangu. Kama hutaki kuniacha
na kuachia mgonjwa wako umtibu mwenyewe. Yalikuwa maneno ya dokta akiongea kwa ukali. Muda huo Mr. Mugisha alikuwa pale kitandani anaangalia tu. Wamekulipa shilingi ngapi na ni nani huyo? Wabidi, unanikosea ujue. Basi huyo mgonjwa wako mtibu mwenyewe. Yule dokta aliongea kwa hasira na kukusanya vitu vyake kutaka kuondoka. Lakini alidakwa aisee na ile sindano. Ilinyakwa na Temi. Baada ya hapo aliweka chini yule baba. Sasa si umesema hii dawa haina madhara? Sasa na kuchoma wewe, na kama kweli ni dawa nitaruhusu umchome bosi wangu. Yalikuwa maneno ya Temi ambayo yalifanya yule baba aanza kutetemeka. Aisee, alibananishwa kwa kifinyo kitakatifu mpaka alilopoka yote kwamba katumwa na kapewa kibunda ili akatishe maisha ya Mr. Mugisha. Mtu aliyemtuma alikuwa hamjui, japo alisema ni kijana mmoja hivi na aliwapatia namba yake. Basi pale pale Mr. Mugisha ndo alipata wazo la kujifanya amekufa na alimtumia daktari yule yule kule, naye dili. Aisee, ni kweli kilichofanyika kilifanya siku hiyo hiyo. Fuata taarifa za kifo cha Mr. Mugisha zilianza kusambaa pale hospitali, na mtu mmoja tu, yule daktari ambaye alikuwa anajua ukweli, ila wengine wote walijua Mr. Mugisha ni kweli amekufa. Ndugu zote wakiongozana na Mr. Tuluka ise walipokea kifo cha Mr. Mugisha kwa msikitiko mno, na sijui ulikuwa ukweli au unafiki. Watoto wa Mr. Mugisha ndo walikuwa hawana hali kabisa, yaani ulikuwa mwendo wa kuzimia tu. Basi siku mbili zilipita, maandalizi ya mazishi yalifanyika huku mwili wa Mr. Mugisha ukiwa umehifadhiwa mochwari. Sasa sijui ni kweli Mugisha alikuwa analala mochwari au kuna mbinu alikuwa anatumia, mimi hilo sijui. Kutokana na umaarufu wa Mr. Mugisha, karibia jiji zima lilipata taarifa za kifo chake. Hata mimi naye taarifa zile nilizipata, na binti huyo hakika alilia mno, mpaka watu wa mtaani ambao walikuwa jirani naye waliona kama kachanganyikiwa hivi, maana wengi walikuwa hawajui kama ana undugu na tajiri Mr. Mugisha. Basi siku ya kuaga mwili ilifika na watu walikuwa wamefurika kweli kweli pale msibani. Baada ya kuaga mwili ulibebwa mpaka makaburini, na pia huko makaburini baadhi ya ndugu waliaga kwa mara ya mwisho. Baada ya hapo mwili ulizikwa ise, huku kila mtu akiwa anashuhudia na kusikitika kivyake. Baada ya mazishi yale kila mtu alitawanyika, lakini walipofika majira ya saa 5 za usiku, Temi alionekana akiwa na vijana wawili pale makaburini. Baada ya hapo walianza kazi ya kufukua jeneza. Walifanikiwa kufukua na kutoa mwili wa Mr. Mugisha, kisha walifukia na kuweka kama ilivyokuwa mwanzo. Waliondoka na mwili wa Mr. Mugisha mpaka hotelini. Baada ya hapo yule daktari alimchoma sindano ambazo alikuwa anajua maana yake, na kwa kweli baada ya nusu saa Mr. Mugisha alikohoa na kurudi nafahamu. Dua ise, bosi, nilijua utaenda moja kwa moja. Unajua basi Temi akiwa anacheka aritania. Okay Temi, hatuna muda wa kupoteza. Mtafute huyo binti uliyesema ni rafiki yako wa kitambo huko jeshini. Mpatie maelekezo yote, hakikisha watoto wangu wanakuwa salama. Pia msisitize mhasibu na meneja wawe makini na yote niliwaambia mwanzo. Baada ya kusema hayo, ndo usafiri tunaelekea mkoani. Matibabu yangu yatamalizikia huko. Hayo yalikuwa maelezo ya Mr. Mugisha.
Japo hali yake bado ilikuwa haijaimarika. Basi ni kweli usiku ule Mr. Mugisha alianza safari ya kuelekea mkoani. Huku nyumbani kwa Mr. Mugisha zilikuwa ni huzuni tu, maana kila mtu alikuwa anajua tajiri ndo kaenda na maji. Ila Mr. Tuluka na familia yake yote wao walikuwa nafikiri na kuwaza namna wanavyoenda kuzifaidi mali za Mugisha. Baada ya siku 3 tu kama tulivyoona mwanzo wa hadithi ya Mr. Tuluka, ziliitisha kikao cha ghafla cha ukoo kwa ajili ya kusoma mgawanyo wa mali. Yaani kifupi, kulikuwa hakuna muda wa kupoteza. Hivyo ndivyo mpaka mali zikagawanywa kama tulivyoona mwanzo, huku Mima akiwa hajalamba kitu na kuishiwa kutimuliwa. Hata watoto hakulamba kitu. Nadhani msikilizaji umeelewa kwa nini Mima alikuwa hataki kabisa mazoea na Mr. Mugisha, na baada ya kugundua hakufa. Hiyo ni kutokana na alichofanyiwa tajiri huyo. Pia tumepata historia nzima ya Mr. Mugisha kwamba kwa nini aliamua kujifanya amekufa kipindi chote hicho. Basi Mima alishangaa mno baada ya kumwona Mugisha yupo hai. Ila hata hivyo Mima alikuwa hataki shobo na Mr. Mugisha kutokana na kile alichofanyiwa. Hapo sasa tunaendelea pale tulipokuwa tunarejelea historia na wapi walitoka. Baada ya Mima kuona Mugisha haelewi, aliamua kuondoka pale getoni kwake kwa hasira na kuacha Mugisha na watoto wake pamoja na kila Temi pale pale. Bosi, tunafanyaje sasa? Temi aliuliza. Hapa tunaelekea nyumbani kwangu. Si umesema yule mwanamke saizi pale kwangu kajaza ndugu zake? Yalikuwa maneno ya Mr. Mugisha, yani awamu hii alikuwa karudi na alikuwa hacheki na kima kabisa. Sasa kuhusu Mima itakuwaje? Maana ni mtu mzuri, Temi aliuliza. Wewe usijali, atakaa tu mwenyewe kwenye mstari. Yalikuwa maneno ya Mugisha. Baada ya hapo waliamua kuondoka. Upande wa pili, kama tulivyoona kwa Mr. Tuluka, alikuwa kaamua kuitisha kikao cha dharura baada ya kuona mambo yanaenda vuruvuru. Maana kila mtu alikuwa anakuja na kipengele chake, huku kila mtu akaunti ya benki yake ikiwa haifanyi kazi. Mr. Tuluka ndo kabisa, yani hata pale kwenye kampuni alikuwa kazuiliwa na hatambuliki. Yani kila mtu alikuwa haelewi anayecheza ule mchezo. Jamani, au ni Mima ndo anafanya haya yote? Basi mke wa Mugisha alitoa wasiwasi wake akiwa pale kwenye kikao. Ila sidhani kama Mima anaweza kufanya hivyo, maana hali yake ya kiuchumi ni mbaya. Mima rahisi kuna mtu anatuzunguka na kutuchezea mchezo, maana hata anayewasaidia wale watoto mpaka saizi sijui ni nani. Yalikuwa maneno ya Mr. Tuluka huku akiwa anaumiza kichwa. Baba, hebu fanya jambo, tumtafute mwanasheria wa marehemu brother, na hisi huyo kuna kitu anaweza fanya. Basi yule bisho mzee wa kupendeza alitoa wazo ambalo kila mtu aliona linaweza kusaidia kuondokana na zile kero. Lakini wakiwa katikati ya kikao, ghafla mlango uligongwa. Mara hata hivyo kikao kilikuwa kinafanyika pale nyumbani kwenye mjengo wa Mr. Mugisha mwenyewe, ambapo hapo nyumba
alikuwa anaishi na mke wake Mgisha na baadhi ya ndugu. Basi mmoja wao alienda kufungua. Alikuwa ni mtoto wa kike wa Mr. Tuluka, maana ndo alikuwa karibu na mlango. Hey, Enoki, Ebela, umefuata nini hapa? Basi yule binti kwa mshangao baada ya kuwaona watoto wa Mr. Mgisha pale mlangoni aliuliza, hebu pisha, unavimba hapa kwenu? Enoki kwa kujiamini alimpushi yule dada ambaye alikuwa shangazi yake. Baada ya hapo aliingia ndani huku Ebela akifuata nyuma. Ehe, mlikuwa wapi? Lakini waleta nini hapa? Na pale hospitali aliyowatorosha ni nani? Mr. Tuluka aliuliza. Sasa hapa kwetu walitaka kitulete nini? Je, ndo niwaulize kimewaleta nini hapa? Na hapa kwetu Enoki akiwa anajikubali na kujiamini aliuliza. Kwanza kila mtu alibaki anashangaa, huyu dogo ujasiri kaupata wapi? Wekenge, unatutafuta sio? Hata kabla mashetani hajapanda, ondokeni, watu tumevurugwa, halafu nyie mnakuja kutuletea upuzi. Mke wa Mgisha, yaani mama wa kambo, aliongea kwa kufoka huku akionyesha kuwa roho mbaya baada ya kuwa kama hawasikii. Alisema kwa ajili ya kwenda kutoa kifijo ili wawe na adabu mbele ya wakubwa. Ghafla mtu alipita mlangoni na kuingia ndani kibabe. Alikuwa ni yule dada ambaye ndo kama mlinzi wa watoto na alikuwa anaitwa Taia. Wakiwa wanashangaa, mara Temi aliingia ndani huku akawa anajikubali. Ehe, najie vipi? Ndojie mnawapa watoto hawa kiburi sio? Mr. Tuluka aliuliza kwa sauti ya ukali na vitisho. Lakini kila mtu alibaki anameza mate na wengine kuachia haja ndogo kwa uoga baada ya kile walichokiona mbele yao. Alikuwa ni Mr. Mgisha kaingia mule ndani huku akiwa na sura kavu kweli kweli. Yaani kila mtu alishiwa power baada ya kuona ile sura, na kila mtu alijua ule ni mzimu kabisa. Alikuwa ni Mgisha kaingia. Ila ujasiri ulikuwa baada ya kuona kwamba Mgisha ameambatana na watu. Je, mzimu anaweza kuambatana na watu? Jibu hapana. Hapo ndo kidogo Mr. Tuluka alipata ujasiri wa kuuliza. Muda huo huo wengine walikuwa wanatetemeka tu. Na yaani sijaelewa, wewe ni nani? Akiwa kizungumza kwa kigugumizi Mr. Tuluka aliuliza. Mr. Mgisha hakujibu kitu chochote. Aliendelea kukaa kwenye kiti huku akiwa na sura kavu, yaani alikuwa akawakazia macho huku akiwa anamgeukia mmoja baada ya mwingine. Kimya kilitawala mule ndani, hakuna ambaye alikuwa anaongea. Yaani Mr. Mgisha alikuwa kimya, na kile kimya chake ndo kilizidi kuogopesha ise. Mmoja baada ya mwingine alianza kutoka ndani, yaani mwishowe wote walitoka mpaka nje ya geti, na kule ndani alibaki Mr. Mgisha tu na aliokuja nao. Na huku nje watu walikuwa wanahema huku wakiwa hawaelewi kinachoendelea. Baba, mbona sielewi? Yule ni kaka au mzimu wake? Mesha, hebu uliza maswali ya kiutu uzima. Ili mzimu kaongozana na binadamu. Lakini kumbuka kaka alikufa na tulimzika wenyewe. Tena nilishuhudia mwili wake ukizikwa kabisa. Sasa hicho ndo cha kuuliza kwamba yule ni nani? Je, ni kaka yako au mtu kafanana naye anataka kututisha? Kumbuka simulizi yetu Jaribio la Bilionea. Aise, mimi ndo nimechanganyikiwa kabisa. Hata sielewi, yani kama yule Mgisha ni hakufa. Aise, tumeumbuka. Yalikuwa maneno ya mke wa Mgisha akiwa anakuna kichwa huku nacho hakikuniki.
Jamani, hapa naona twende kule nyumbani tukajadili kwamba inakuwaje. Nilikuwa wazo la mke wa Mr. Tuluka. Jamani, mimi ndo hata sielewi ndugu zangu. Wameenda matembezi, simu yangu nimeacha ndani. Sasa hapa nikiondoka na wakarudi itakuwaje? Gema kwa jina lake au mke wa Mr. Mugisha alikuwa anauliza maswali ambayo kila mtu aliishi kumwangalia tu. We nawe, aliyekwambia ujazi ndugu zangu hapa nani? Kama ni simu sikachukue basi. Wifi mtu alijibu, yaani mtoto wa kike wa Tuluka. Kendi, yaani mimi niende kule ndani kwa kile kinachoendelea? Unahisi siogopi yani? Sielewi yule ni Mugisha au kopi au mzimu wake. Hapa nimevurugwa. Gema kiukweli alikuwa kachanganyikiwa sana. Bahati nzuri muda ule ule waliona gari inafika. Anaendesha alikuwa ni Patrick. Yule dereva ambaye kwa sasa ni kama mume wa Gema. Walikuwa ni ndugu wa Gema wakiwa wametoka matembezi. My love, vipi mbona mpo nje? Huku kuna shida yote? Eti mzee Tuluka. Basi Patrick aliuliza, lakini hakuna aliyempatia majibu. Baada zaidi ya misojo tu hasira zilizosikika. Hebu nipe funguo, Gema aliongea kwa kisilani. Baada ya hapo aliwasha gari kwa hasira na kuondoka. Yaani kifupi alikuwa kapaliki. Pia Mr. Tuluka na familia yake walipanda gari zao na kuondoka. Patrick na wale ndugu zake na Gema ambao walikuwa ndugu kama wanne walibaki wanashangaa pale, hawaelewi kinachoendelea. Hao watakuwa wamepishana kauli. Tuingie ndani. Yalikuwa maneno ya Patrick na kweli aise, wote waliingia ndani. Lakini huku ndani kila mtu alitoka na spidi yake baada ya kumkuta Mr. Mugisha kakaa kwenye kiti huku akiwa anacheza na watoto wake. Ilikuwa ngumu kwa kila mtu kuamini Mr. Mugisha yupo hai, ila waliamini baada ya kuona video ya Mr. Mugisha mtandaoni. Tajiri huyo alikuwa anatoa maelezo kwamba yeye hajafa, yupo hai na ni mzima wa afya kabisa. Pia alitoa maelezo ya uongo kwamba yule ambaye alizikwa sio yeye bali alikuwa mtu tofauti kabisa na yeye. Aisee, kwenye comment pale kila mtu alikuwa anaongea la kwake. Wengine walikuwa wanampa pole kwa changamoto, wengine ndo kwanza walikuwa wanahusisha kitendo kile na ushirikina kwamba huenda baba huyo alikuwa anatumikia utajiri wake, yaani ile video itrend kweli kweli. Hapo Mr. Tuluka na familia yake nao ndo walipata ukweli kwamba kumbe Mr. Mugisha hakufa. Aisee, unafikiri ulianza tena wakiamini Mugisha yule ndo Mugisha huyu? Basi Mugisha akiwa pale kwake na watoto wake pamoja na wale wadada wa kazi yani Temi na Taia. Ghafla Gema akiwa anajichekesha alikuja, yani tangia ile jana walivyotimua mbio ndo alikuja. Basi alienda kumkumbatia Mr. Mugisha kwa hisia huku akijifanya kulia machozi ya furaha. Kiukweli siamini, Mungu mkubwa aisee. Nilikuwa silali tangia kifo chako mume wangu. Karibu nyumbani jamani. Bila aibu akiwa anajichekesha na kutoa machozi ya furaha, Gema aliongea. Kumbuka tu simulizi yetu Jaribio la Bilionea. Yaani ilikuwa ni hatari. Vipi kuhusu watoto wangu? Ulikuwa unalala baada ya kuwafukuza kwenye nyumba ya baba yao na kuwajaza ndugu zako? Lilikuwa swali ambalo lilifanya Gema ajifikirie cha kujibu. Lakini mume wangu,
Mimi sikuwakufukuza, wao waliondoka na kwenda kukaa na babu yao. Baada ya hapo tena nikasikia wanaishi na Mima. Gema alikuwa anaongea huku akiwa na sura kavu kama anasema ukweli hivi. Gema, sikiliza ujinga. Nikwambie ni wakati wa kwenda na sio kurudi. Nilifanya huo mchezo wa kujifanya mimi nimekufa ili nione nani ana upendo wa kweli na wanangu na anaweza kuwakumbatia kama watoto wake. Ila nimegundua ni Mima pekee ndo mwenye upendo na Mima, ila ndiye hiyo watoto wote kuanzia wewe mzee Tuluka na familia yake yote kwa ajili ya habari zangu. Mr. Mugisha wa hii alikuwa hataki kuzungumza sana. Alimchana ukweli mkewe, lakini mume wangu yote hayo kama Mima ndo akakwambia muongo. Mima yeye ndo alitaka kuwaua watoto wako kwa sumu. Mima sio mtu wa kumwamini. Umesahau Mima alituwekea hirizi mlangoni. Mume wangu. Basi Jema alianza kuleta maelezo yake ya pakawa. Huku akijaribu kuichafua Mima kama mwanzo aisee. Alikula bonge moja la kofi zito kutoka kwa Mr. Mugisha. Yaani mpaka aliona nyota. Mtu yoyote anayemzungumzia Mima vibaya hakika mtakata kichwa chake. Sasa sikiliza, bora umejitetea kusanya mazago yako yote, mchukulie na huyo kenge mwenzako Patrick viungo vyake, muondoke. Baada unahisi siri zako sizijui sio, na talaka itakufuata nyuma, mpuzi mmoja we. Aisee, Mr. Mugisha alikuwa hataki kucheka na Kima tena. Unasemaje Mugisha? Niondoke niende wapi? Na hiyo talaka itanifuata wapi? Jamani, sorry. Before. Nendeni kwenu, kwani wewe huna kwenu? Popote utakapoenda ndo talaka itakufuata hapo hapo. Hapa siondoki mpaka nipate haki yangu. Hiyo talaka unayotaka kutoa hakikisha inabatana na nusu ya mali zako. Yaani pasu kwa pasu. Baba we upo? Nadhani sheria unazijua. Aise Jema. Gema sasa alianza kuonesha makucha yake live. Kwa sio kificho tena. Unataka nusu ya mali zangu sio? Na umeanza kuonesha rangi yako harisi. Okay, hizo mali utazipata, usio na wasiwasi. Si unajua zilikotoka? Basi hiyo taraka itaambatana na nusu ya mali zangu. Yalikuwa maneno ya Mugisha huku akiwa anatafuta namba ya mwanasheria wake kwenye simu. Ndo kwanza kumekuja sasa. Hatari. Endelea kuwa na VAM TV Online. Hii ni simulizi jaribio la bilionea. Jamani. Usidhitishe Mr. Mugisha. Kwa hiyo nimejipanga hapa, siwezi kuondoka patupu baada ya miaka yote niliyoishi na wewe. Okay, sawa, nimekuelewa. Mr. Mugisha alijibu. Baada ya hapo alianza kuwasiliana na mwanasheria wake kwenye simu huku akimweleza kitu cha kufanya, kumtaka aje nyumbani kwani anataka kumpatia talaka mke wake. Basi baada ya risali moja mwanasheria wa Mr. Mugisha alifika pale nyumbani. Wakati amefika tu naye mzee Tuluka alifika akiwa akiambatana na mkewe. Bila shaka Gema alikuwa kawapigia simu kwamba anataka kupewa talaka. Kwanza kabisa mwanangu Mugisha, nimefurahi mno kwa wewe kuwa hai. Yaani furaha yangu haina kipimo. Kitu cha pili, nimepokea taarifa kwamba unataka kuachana na mkeo. Sasa sijui chanzo ni nini, ila naamini maswala yanayozungumziwa. Basi mzee Tuluka alijimtia utu uzima. Alianza kuongea pale mbele ya Mr. Mugisha na watu wote. Mr. Mugisha wala hakuhangaika kumjibu, bali aliendelea na ratiba kama hajasikia hivi. Mwanasheria, endelea na taratibu. Nadhani kila kitu ushaandaa kama nilivyokuambia. Mugisha akimuuliza mwanasheria wake.
Mgisha, ina maana umekuwa na kiburi mpaka unapuuzia baba yako, sio? Yaani naongea huku na wewe unaongea huko na mwanasheria wako. Mr. Tuluka baada ya kuona hazingatiwi hakika alifoka kweli kweli. Mzee, kumbe unaongea na mimi. Nilijua labda unaongea na mtu mwingine kuhusu taraka. Hilo halikuhusu, na pia kuhusu mimi kuwa mzima. Nashukuru kwa kujali kwako, Mr. Mgisha alijibu huku akimuhimiza mwanasheria wake aendelee na taratibu. Okay jamani, taraka ipo tayari na inajieleza kila kitu. Wahusika mnaweza kusaini, yalikuwa maneno ya mwanasheria. Basi kwanza Gema alichukua ile taraka na kusoma maelezo yale pale. Kilichoelezwa pale ilikuwa ni kwamba anachwa rasmi kuhusu mgao wa mali za Mr. Mgisha. Basi akiwa kama mke na mchango wake mdogo anachukua 10% ya mali zote. Haiwezekani. Nasema haiwezekani. Hapa mgao wa mali nusu kwa nusu. Sikubali. Gema baada ya kusoma maelezo kwenye ile taraka alianza kufoka. Kwanza aliachana kabisa ile taraka akiwa anaona 10% ya mali zote ni ndogo mno. Okay. Kwa hiyo lengo lako unataka 50%, sio? Sasa kama umeona hiyo 10 ni ndogo, nenda ukashtaki unakotaka. Na kwa kuwa umeonyesha kutokuwa na shukrani, hata hiyo 10 hupati. Mr. Mgisha aliongea kwa msisitizo na hasira. Baada ya hapo alimpatia masaa mawili awe ameondoka pale kwake, la sivyo ataondoka kwa aibu. Mr. Tuluka na mkewe walikuwa wamekaa tu wanaangalia sinema linavyoenda. Bwana Mgisha alikuwa kawaambia kabisa wasiingilie. Mgisha mwanangu, tunaweza kwenda pembeni tukatete kidogo, Mzee Tuluka akiwa mpole aliongea. Mzee, unataka kutete na nini? Na utete kipi? Tafadhali ondoka hapa kwangu, maana mimi sina cha kuzungumza na wewe. Mgisha, mbona sikuelewi? Kwani hapa mimi kama mama yako kosa langu lipi? Makosa yako unayajua, na labda niseme tu mzee, kuanzia leo hii mimi usiniweke kwenye ukoo wako. Yaani kifupi mimi sio mwanao. Kuanzia leo yalikuwa maneno ya Mr. Mgisha ambapo yalifanya Tuluka na mkewe watazamane, mzee huyo akimgunya meno kwa hasira. Okay, pesa zinakupa kiburi Unajifanya mshindi. Sasa subiri tutaona hizo mali zinakufikisha wapi. Mzee Tuluka akiwa na hasira aliamua kutangaza vita ya wazi wazi na Mgisha. Baada ya hapo aliondoka kwa hasira yeye na mke wake. Mr. Mgisha wala alikuwa hajali chochote. Baada ya masaa mawili aliyopewa na Gema kuisha, alitimuliwa pale tena kwa nguvu. Gema alijifanya kuleta ubishi. Alikuwa na kipigo cha haja kutoka kwa Temi na mwenzie, yaani yeye mwenyewe alitoka bila kulazimishwa. Ila alimwahidi Mgisha kwamba watakutana mahakamani. Basi Mgisha wala hakujali kitu, yaani ndani ya siku mbili kila kitu chake alikirudisha na kuweka kwenye mstari wake. Wote waliokuwa wamegawana walibaki patupu. Kila mtu alikuwa na soja kivyake, huku akielekeza chuki za wazi kwa Mr. Mgisha, yaani wakielekeza. Walikuwa na hasira kama walivyokuwa kwao hivi. Maana hata hivyo walijaribu kujipendekeza na kuonesha upendo wa kirafiki kama mwanzo, lakini awamu hii Mr. Mgisha alikuwa hataki unafiki na mtu yote. Yaani kifupi Mr. Mgisha aliwafungia vioo kabisa. Alikuwa hataki shobo na mtu. Basi Mgisha alianza kufanya mipango ya kumsaka Mima ndo aje kuwa mlezi wa watoto wake pale nyumbani. Na kweli alimpata japo Mima alikataa, lakini mwisho wa siku mwenye pesa haususiwi. Mima alikubali kurudi mjengoni. Mima alitoboa siri yote kuhusu yeye na Mr. Mgisha, kwamba baba yao ni mama mmoja. Mgisha alishangaa mno. Kwanza mwanzo hakuamini, ila baada ya kupelekwa na kujua ukweli aligundua ni kweli yeye na Mima baba yao ni mmoja. Na kulikuwa pia na uwezekano kabisa hata baba yao wakawa ni mmoja. Basi hiyo ndio ilifanya Mr. Mgisha zidi kumpenda Mima na kumwamini kama mdogo wake.
Mima alizawadiwa gari jipya huku akiwa kafunguliwa bonge la duka la vipodozi. Yaani Mima alikuwa sio Mima yule wa kupauka na kuzungusha mboga kila mwanaume alitamani ajiweke kwa Mima. Basi siku hiyo Mr. Mugisha akiwa nyumbani na familia majira ya jioni, ghafla aliletewa wito wa mahakama huku ikionyesha Gema kamfungulia mashtaka ya madai. Ni kweli kesi ilianza kulindiba mahakamani. Siku zote mwenye pesa ni mwenye pesa tu. Baada ya kesi ile ilionyesha mali zote za Mr. Mugisha ni za watoto wake. Yeye hana mali yoyote, na ilionyesha mali zote zilikuwa za mama wa watoto na yeye ndo aliyewalisisha watoto wake. Kwa hiyo Mr. Mugisha yeye yupo tu, hana mali yoyote ile. Aise, Gema aliumia mno, yaani hata ile 10% ambayo alikuwa anataka kupewa na Mr. Mugisha alikosa. Yaani alitoka patupu na ndoa ilivunjika. Ni dhahiri sasa Mr. Mugisha alikuwa anachukiwa karibia na familia nzima. Yaani kila mtu alikuwa anahapiza kwamba Mugisha lazima afe kwa namna yote ile, ili wao warudi kwenye mali zao ambazo walikuwa wamezigawana. Yaani walikuwa wanaona kama ilikuwa haki yao hivi. Ndo kwanza vita inaenda kuanza. Itakuwaje, nani mshindi? Mr. Tuluka aliungana na familia nzima ili kutengeneza mikakati. Yaani kila mtu alikuwa anatema nyongo zake kwa hasira kama ndio kaulewa. Nasemaje blaza? Mugisha lazima afe awamu hii. Yaani kama alifeki kifo chake na alihusulika kipindi kila awamu hii, lazima haiwezekani. Mimi nashindwa hata kula bata. Mimi wakununuliwa pombe na kila keivo kweli. Yalikuwa maneno ya mtoto wa kiume wa Mr. Tuluka, alikuwa anaitwa Meshak. Jamaa huyo alikuwa bisho mpenda starehe, ila kazi hataki kufanya na pesa hana, anategemea sandugu. Wamesha hula chokiwaza kingine zaidi ya starehe. Sisi tunajari vitu vya mzingi, wewe unazungumzia ujinga wako wa pombe. Basi baba yake alifoka akiwa na hasira. Na ujue kinachoniuma Meshaki, wale jamaa zako walioletwa na rafiki yako tuliowapa ile kazi, mliwasifia sana kwamba ni watu wa kazi na tunawalipa pesa nyingi kweli. Walituthibitisha kwamba Mugisha kafariki, tutawaongezea tena pesa. Ona sasa huu upuuzi, si walikula pesa yetu ya bure? Sasa basi Mr. Tuluka aliongea kwa kulalamika. Aise, hapo ndo tunabaini kwamba kumbe wale jamaa kipindi cha nyuma waliompiga Mr. Mugisha risasi walikuwa wametumwa na Mr. Tuluka kushirikiana na familia yake. Baba, hata hivyo jana nimekutana na rafiki yangu, nimemwambia kabisa waambie jamaa zake walifanya kazi nusu na walikula pesa kamili. Walisema wamemuua yupo hai na wameahidi kwamba nisiwe na shaka. Wale jamaa zake huwaga hawali pesa wasioifanya kazi. Murishi alijibu mazungumzo yakiwa yanaendelea kweli. Wale jamaa waliopewa kazi walifika pale nyumbani, yaani ilikuwa kama bahati tu. Basi walimwahidi mzee Tuluka kwamba asijari, awamu hii kazi wataimaliza mapema na watahakikisha wanatenganisha kichwa na kiwiliwili. Mzee hapo aliyezingua ni yule daktari tuliyempatia kazi ya kumchoma Mr. Mugisha sindano ya sumu, na alituhakikishia kwamba kila kitu tayari, na hisi huyo ndo alitufanyia mchezo. Basi wale jamaa walijitetea. Aise, kumbe yule dokta alipewa kazi na hawa jamaa. Yaani baada ya kumkosa Mugisha na risasi pale barabarani, waliamua kutumia sumu na hivyo kazi walimpatia dokta. Lakini mambo yaliendelea kinyume chake. Basi aise,
Msako ulianza huku njema kama sawa hivi zikiwa zinamsaka Mr. Mugisha. Siku hiyo Mr. Mugisha alikuwa katoka kuangalia mpira live uwanjani, maana alikuwa ni mtu anayependa michezo na hivyo ilitokana na kipindi kile anachocheza kamari. Kwa hiyo alijikuta anapenda kuangalia michezo. Ulikuwa ni usiku wa mida saa 6. Alikuwa ndani ya gari kaambatana na mabinti anaowaamini, yaani Tamia na Taya, huku akiwa wanapiga stori 2-3. Temi, hivyo na malengo gani? Sijakuelewa. Na malengo gani kuhusu nini? Yaani maisha yako tu boss, si ndio na kukulinda wewe? Au sijaelewa? Au unataka kulitafutia kazi? Sijamaanisha kazi, namaanisha maisha yako. Kwa mfano kujenga familia yako, yaani kuolewa na kuzaa. Kuhusu mambo hayo kikweli sijawahi kuwaza hata kidogo. Kwanza mimi mapenzi sio kipaumbele changu, labda ije itokee bahati mbaya tu. Ina maana wewe hujawahi kumpenda mwanaume yote katika maisha yako? Kiukweli sijawahi, ila nakumbuka wakati nipo jeshini kuna kaka nilimpenda mno. Alikuwa mpishi pale kambini, ila kumwambia ndo ilikuwa njau. Hata hivyo nilishukuru sikumwambia, maana nilikuja kugundua kumbe yule kaka alikuwa shoga, yani alikuwa anakudwa na wanaume wenzake. Basi kauli hiyo ya Temi ilifanya vicheko vitawale ndani ya gari, huku kimvua kikawa kina lashalasha kwa mbali. Ina maana Temi, unataka uniambie wewe hujawahi kuwa na mahusiano tangia ufike hapo? Hata hayo mahusiano hadi siyajui yapoje. Kiukweli sina uhakika kama nitakuja kuwa nayo. Ilikuwa kauli ya Temi ambayo ilimshtua Mr. Mugisha. Ujue bosi huyu tayari alikuwa kaanza kumpenda Temi, ila sasa kutokana na usiriasi wa Temi alikuwa anashindwa atamuanzia wapi kumtongoza. Na Temi alikuwa binti fulani hivi chocolate, yaani alikuwa mzuri usipime, yani pale kifuani ndo palikuwa pachanganya wanaume wengi. Yaani alikuwa mzuri kakamilika kila sekta, ila ndo hivyo alikuwa ni mwanamke fulani hivi serious sana. Aisee Mr. Mugisha, baada ya kusikia kauli ya Temi kwamba hajawahi kuguswa, hapo ndo kabisa alizidi kupagawa na yule mtoto wa kike. Maana Mugisha maisha yake yote pamoja na pesa zake zote alikuwa hajui ladha ya bikra ipoje. Kwa kweli huyu Temi, acha uongo. Na umri huu unataka uniambie hujawahi kumdadili? Basi akiwa anacheka aliuliza, boss, unabisha sasa? Taya huyo hapo, muulize yeye, ndo anazijuaga pigo zangu. Temi alijibu. Okay, hivi kwa mfano Temi nikakwambia mimi nataka nikuoe, yaani tufunge ndoa, utasemaje? Akiwa anatania Mr. Mugisha aliuliza huku akiwa anachombeza, ila kabla Temi hajaongea lolote, aisee ghafla alishangaa mbele ya barabara wanaonekana kuna gogo kubwa. Taya alipiga breki haraka ghafla wakiwa hawajakaa sawa. Kuna gari ilikuja kuwagonga nyuma. Basi kuna njemba kama mbili ziliwazunguka kwa mbele zikiwa na bunduki. Baada ya hapo zilianza kumwaga risasi. Unahisi kitu kigari kilikuwa kinaendelea. Aisee, awamu hii kumbe Mr. Mugisha alikuwa kajipanga. Kwanza alikuwa anatembelea gari ambayo hairuhusu risasi kupenya, na pili alikuwa anamiliki bastola awamu hii. Jamani, tunafanyaje sasa? Naona hapa kishanuka. Mr. Mugisha akiwa na hofu aliuliza, bosi wewe tulia, waacha wamwage risasi, najua tu zinaishia, sio muda hapo ndo watajua sio kila siku ni Jumapili. Tayari taka ushauri, na kweli baada ya dakika 2 tu ukimya ulitanda, na bahati mbaya barabara ile na magari machache mno yalikuwa yanapita, haswa majira ya usiku. Nadhani risasi zimeisha, Mr. Mugisha aliongea huku
akiwa anatetemeka kwa uoga. Hawa wamezuga risasi, bado zipo, ila zimebaki chache. Sasa hapo tunawashtua ila zimalize. Ilikuwa ni Temi anazungumza, na kweli Temi alichukua bastola na kufungua mlango kidogo, kisha alifyatua ile bastola. Baada hapo risasi zilisikika tena, na walikuwa wanapiga hovyo hovyo kutokana na giza maeneo yale. Sasa hapo wamemaliza risasi. Sasa tunashuka, wewe nyuma, mimi mbele. Bosi, wewe baki ndani ya gari. Yalikuwa maneno ya Temi. Kweli Mr. Mugisha alibaki ndani ya gari. Alikuwa anaogopa mno. Aise, baada ya dakika 2 Mr. Mugisha alianza kusikia vilio tu. Hakika wale jamaa walichezea kipigo, walifanikiwa kuchoropoka, ila kuna mmoja wao alidakwa na kung'ang'aniwa. Akina Temi waliamua kuondoka na yule jamaa mpaka nyumbani. Aise, ukisikia mateso ya kijeshi, yule jamaa alipata tabu sana yani. Alitoa kila aina ya siri anayoijua, yani mpaka waliotuma kufanya ile kazi walitajwa live. Tena Mr. Mugisha alikuwa na rekodi kila kitu. Yule bwana aliulizwa maficho yao yapo wapi, yani sehemu ambayo muda huo wale wenzake wanaweza wakawa wamekimbilia. Basi alitaja, yani alikuwa akatoa haja zote mpaka zimemuishia. Usiku ule ule Temi na Taia waliondoka na kuelekea huko walikoelekezwa. Yani walikuwa wanataka wahakikishe wale jamaa hawarudi tena kupokea kazi ya kufuatilia maisha ya Mr. Mugisha. Na kweli wakati akina Temi wanafika, wale jamaa pia nao ndo walikuwa wameshifika na gari yao. Yani walikuwa hoi kwa kipigo walichopata. Manundu tu ndo yalikuwa yanatawala pili yao. Lakini kabla hata hawajapumua vizuri, mlango uligongwa. Basi waliamini ni mwenzao ambaye hawajui kapitia nje ya gari. Walikuwa hawajui kama katekwa. Basi walifungua mlango, lakini kitendo cha kufungua tu mlango, jamaa ilipitwa teke la uso kama kimbunga. Taia na Temi baada ya kuingia mule ndani walifunga mlango. Aise, ukisikia kipigo, basi siku hiyo wale jamaa walipigwa, yani harufu za haja tu ndo zilikuwa zinasikika, harufu za haja kubwa sijui mule ndani. Leo hii hatujapenda kuwaua, para uwezo huo tunao, na kama ni bastola hii hapa tunayo, ila onyo, siku mtakayo subutu kusogea pua zenu tena kumuinda Mr. Mugisha, uone utakuwa mwisho wenu wa uhai wenu. Hilo lilikuwa onyo kali ambalo wale jamaa walibaki nalo baada ya kupokea kipigo kikali kitakatifu. Basi siku hiyo ilipita, na yule ambaye alikuwa kakabato aliachiwa, na asubuhi Temi na Taia waliongozana mpaka nyumbani kwa mzee Tuluka. Aisee, mzee huyu hapo alipigwa bonge moja la kitisho. Endapo utarudia kutuma watu tena, basi ujue ndo utakuwa mwisho wake yeye na familia yake. Hawa wapuzi ni nini? Watoto wadogo wanatitishia mimi. Kwa hiyo Mugisha ndo kawatuma hawa wanitishia mimi, anajua na kaweza mwenyewe. Yalikuwa maneno ya mzee Tuluka. Baada ya kuwa kapewa kitisho cha bala, pale pale mzee Tuluka alichomoa simu yake na kutafuta namba aliyosevu Ngema, kisha alipiga. Ngema, sikiliza huko, huu mchezo umeungua, tunahamia plan B. Waende hao wazee kesho kutwa, njoo nao kesho na kutumia nauli, ila hakikisha wanaijua kazi. Yani walete hao wazee. Yalikuwa maneno ya Mugisha kwenda kwa Ngema. Yalikuwa maneno ya Tuluka kwenda kwa Ngema. Usijali mzee Tuluka, hao ndo waganga manguri huko vijijini, mpaka watu kutoka nchi jirani huwaga wanakuja kufuata huduma hiyo. Kazi ya kumuondosha Mr. Mugisha na vipanya vyake ni ndogo mno kwao. Basi Ngema alijibu Waisee. Kumbe Ngema baada ya kutumbuliwa na Mugisha alikuwa karudi kwao kijijini
Kumbe kiburi chote kile alikuwa katokea kijijini. Basi walizungumza mipango yao na kumaliza, na kweli baada ya siku 2 pale nyumbani kwa Mr. Tuluka, Ngema alifika na wazee wa kazi. Walikuwa waganga wa kienyeji waliobobea kwenye kuloga, yaani kwa njia yoyote ile. Mr. Tuluka na wenzake walikuwa wanataka wahakikisha Mr. Mugisha anakufa, ikiwezekana yeye na watoto wake, ili mali zirudi kwenye mikono yao kama mwanzo. Basi wale wazee walimhakikishia Mr. Tuluka kwamba kazi yao ile kwao ni kama kunywa supu tamu, yani inateleza tu kwenda tumboni. Upande wa huku kwa Mr. Mugisha wala alikuwa hana wasiwasi kabisa. Ndo kwanza maisha yalikuwa yanaendelea, huku akiwa anaamini kwamba vitisho walivyovitoa basi Mr. Tuluka atakoma kuwa kimya. Hata hivyo Mr. Tuluka alikuwa kabahatika, maana tayari alikuwa na nyumba nzuri tu ambayo alikuwa ashajengewa na Mugisha kipindi hicho, na bahati nzuri nyumba ile ilikuwa kwa umiliki wake, kwa hiyo ilipona. Ndo mali pekee ya thamani ambayo Mr. Tuluka alibaki nayo. Yaani hata hiyo alikuwa anaona haitoshi, na alikuwa anaona alistahili zaidi ya ile. Basi bwana wazee walianza kazi ya kuandaa makombora ya dawa. Na dawa tunayoiandaa inaitwa Supe. Inaenda kumumaliza taratibu ndani ya siku 4 tu atakuwa amekufa. Basi mtaalamu aliongea huku akiwa anasifia ile dawa anayoiandaa. Mtaalamu, siku 4 tena? Hizo nyingi bwana, kwani hakuna dawa siku 1 tu? Basi Meshaki, mtoto wa Mr. Tuluka, jinsi alivyofulia na alivyo haraka na pesa alilopoka. Ila ni kweli anachoongea kijana wangu. Hawa inatakiwa hata wasiamuke hiyo kesho. Basi Mr. Tuluka alikazia. Hili kombora tunaloliandaa kwa maelezo mliotupatia ndio linafaa. Hiyo dawa ya siku 1 ipo, lakini dawa za hivyo ni rahisi kutegua endapo wakishtukiwa mapema, na wakishtuka tu kazi itakuwa ngumu. Ili hali tunayoiandaa ikisha nasa imenasa, yaani haina kuteguka, ni lazima waende na maji. Yalikuwa maneno ya wale wataalamu. Basi Mr. Tuluka alisema hiyo ndo tamu sasa. Kumbe baada ya kila kitu kuwa sawa, ilikuwa imesalia kwenda tu kuroga pale nyumbani kwa Mugisha, ili warengwa watapoamka asubuhi tu wakutane na baraa. Majira ya usiku kama saa 7 hivi, wale wataalamu na matunguri yao walifika pale kwa Mr. Mugisha na kuanza kuzunguka ule mjengo, huku wakiwa wanaloga. Yani walikuwa wanaloga uchawi wa viwango, mpaka mamunduki walitulia nayo kushuhudia ule uchawi. Mabudi yani walitulia na kushuhudia ule uchawi. Baada ya kumaliza na kuhakikisha kila kitu kipo sawa, waliondoka na kurudi nyumbani kwa mzee Tuluka. Upande wa ndani wa Mr. Tuluka alikuwa anaweseka kweli kweli, huku jasho likiwa sio jasho, yani alikuwa anahisi kama kukabwa au kuchomwa na moto hivi. Vipi, unahisi uchawi ndio umeanza kufanya kazi au kuna miujiza inaenda kutokea? Basi endelea kuona Vom TV. Upande wa huku ndani kwa Mr. Baada ya hapo Mr. Mugisha alishtuka. Alishtuka kutoka kwenye ndoto mbaya, huku jasho likiwa linamtoka. Homa kali ilikuwa inampitia, huku akiwa nahisi kiu vibaya mno. Mpaka inafika asubuhi, hali ya Mr. Mugisha ilikuwa sio hali bahati mbaya. Sio yeye tu, mpaka watoto wake na hali ilikuwa ile ile, yani walikuwa hoi bin taban.
Basi walishirikiana Temi, Taya na Mima kuwakimbiza hospitali wagonjwa wale, huku wakiwa wanaamini huenda kuna kitu Mr. Mugisha na watoto wake walikula. Walifika hospitali, lakini baada ya vipimo iligundulika hakuna ugonjwa wote. Yaani kila kipimo kilikuwa kinaonyesha Mr. Mugisha na watoto wake wapo vizuri. Dokta, acheni masiara. I say, yaani hawa watu wanaumwa. Yaani wanaumwa kabisa. Wapo serious. Nyie mnasema hawana ugonjwa. Basi Temi alianza kufoka. Na Temi masikini tayari naye alikuwa kaanza kumpenda bosi Mr. Mugisha. Yaani huwezi amini, tangia ile kauli ya Mr. Mugisha siku ile, iwapo kwenye gari Temi amekuwa anaeleza huku maneno yakimrudia mara kwa mara. Yaani alikuwa hayupo tayari kuona Mr. Mugisha anakufa bila kumwambia alikuwa anamaanisha nini ile siku. Kama tumekosa vipimo, mnaweza kuhamisha hospitali wagonjwa wenu ili tusije peana lawama baadaye. Yalikuwa maneno ya daktari, alionekana yakiwa serious anachokizungumza. Mr. Mugisha alikuwa anatokwa na jasho kama maji. Alikuwa anahisi dunia nzima inazunguka. Maumivu ambayo alikuwa anayapata yalikuwa sio ya dunia hii. Ulimi tu ulikuwa unamtoka, huku hata sauti ikiwa imemkaa. Yaani huwezi amini, pale mjini walizunguka karibia hospitali 10 tena zilizo zina sifa na vigezo vikubwa vya matibabu na kuwa na madaktari waliobombea, lakini majibu yalikuwa yale yale, kwamba Mugisha na watoto wake wala hawaumi ugonjwa wote. Pamoja na kwamba mimi ni daktari wa kisayansi, ila nina uzoefu na wagonjwa kama hawa. Huu ugonjwa si wa hospitali, ni wa kutengeneza. Inamaanisha hapa kuna masuala ya kishirikina. Mkiendelea kuhudhuria naye hospitali kama hivi, mnaenda kuwapoteza hawa. Ugonjwa ulikuwa ushauri wa mzee mmoja hivi ambaye alikuwa daktari wa miaka mingi kidogo. Ulikuwa usiku wa kama saa 4 hivi, yaani mida ile ya usiku. Mima na wenzake walianza kuhudhuria kwa waganga. Huyu kapigwa uchawi mweusi na ndumba aliyopigwa inaitwa supe, hivyo ikienda hairudi. Hata yule mwenye aliyeandaa hawezi kutegua. Yalikuwa maneno ya mganga wa kwanza ambayo walienda. Za mtaalamu, na tusaidiaje hapo? Yaani ushauri wako ni upi? Temi aliuliza, huku mapigo ya moyo yakiwa yanaenda mbio. Hapa kiukweli msaada sina, cha kufanya tu huyu bwana kabla hajafa andikeni wosia na kutumia madhambi yake. Huu ndio ulikuwa ushauri wa yule mtaalamu ambaye alifanya kina Temi waondoke kwa hasira na kwenda kwa mtaalamu mwingine. Zaidi ya wataalamu 6, maelezo yalikuwa yale. Yaani walikuwa wamechoka hoi usiku kutwa, walikuwa hajalala. Basi pale mjini kuna mchungaji wa miujiza alikuwa maarufu mno kuponya watu. Wazo la mwisho lilikuwa ni kwenda huko, na kweli alifika. Cha kushangaza, mchungaji yule alihitaji milioni 5 mezani ili aanze kuomba wale wagonjwa. Kwa sababu pesa ilikuwa sio shida, basi ilitolewa, na yule mchungaji akiwa na fimbo yake miujiza alianza kushusha upako wa kuvunja mapepo. Ni kweli baada ya dakika 5 tu Mr. Mugisha alihisi kupona na nguvu zilimrudia, huku watoto nao ikiwa hivyo. Basi Mr. Mugisha alishukuru mno. Yaani pale aliamua kumwahidi mchungaji kwamba siku inafuata atamletea keshi milioni 10 na kama sadaka ya shukrani. Ilikuwa mchana, yaani Mima na wenzake ilikuwa miayo tu, maana tangia jana walikuwa wanahudhuria tu, wala sasa walijua wanaenda kupumua baada ya Mr. Mugisha kupona. Basi walirudi nyumbani vizuri tu, chakula kilipikwa, walikuwa vizuri kabisa. Baada ya masaa 2 kupita, ule ugonjwa ulirudi ukiwa umechachama, yaani kama ni Israeli mtoa roho. Basi alikuwa mlangoni anagonga.
Hali ya Mugisha na watoto wake ilibadilika kuwa mbaya kuliko mwanzo. Mima na wenzao walipagawa. Hapo ilibidi wafanye mpango wa kuwarudisha kule kwa mchungaji wa miujiza. Kawaida yangu mgonjwa nikimwombea akishapona huaga sirudii mara mbili. Kuomba sijui mmefanya mambo gani mpaka ugonjwa umerudia. Ila mimi mdajie tushamalizana. Yalikuwa maneno ya mchungaji yule wa miujiza ambaye alimtaka mule aliyetamka mule ofisini kwake. Aisee, tayari alihisi hasira imepata kichwani. Kwanza alimkuda yule mchungaji na kumshushia bonge moja la ndosi ya pua. Mchungaji akiwa hajakaa sawa alikula buti zito, yani lilikuwa buti pigo la mwandamanaji wa Oktoba. Yani alifinywa sehemu zenyewe mpaka anaanza kulopoka. Jamani, kiukweli mimi sina miujiza yoyote. Hapa mjini ni ujanja tu. Hapa mjini niwaambie ukweli, hapa mjini kwa saa hizi kumpata mchungaji wa kweli kuombea huyu mgonjwa wenu mtapata tabu. Wengi wao watapeli. Mimi kitu cha kuwashauri, kuna mzee yupo kijijini kinaitwa Buswe, ni mtaalamu sana, atawasaidia. Mchungaji baada ya kifinyo aliamua kuropoka, lakini akina mimi walikumbuka kwamba huyo mzee anayemtaja tayari washaenda na hakuna msaada waliopata. Basi walitoka pale wakiwa kama wamelewa. Nje ya geti kanisa lile walikutana na mama mmoja muuza maembe tu. Baada ya kuona hali ya wagonjwa aliwashauri jambo. Kuna mchungaji kanisani kwetu na Kosari, anatumika sana na Mungu kuponya watu kama nyinyi, ingawa kanisa sio kubwa na sio maarufu, ila mchungaji yule anaweza kuwasaidia. Yule mama kwa lugha ya ustaarabu aliwashauri, lakini kutokana na walivyovurugwa walimpuuza, na pia walikuwa wanaona wachungaji wote mataperi. Huenda huyu naye ni yule. Basi walirudi nyumbani huku wakiwa wamechoka hoi. Kufika nyumbani tu mtoto Ebera alipoteza maisha, maana hali yake ilikuwa mbaya mno. Enoki naye alikuwa hali jojo. Muda wote anakwenda na maji. Ilikuwa ni hatari. Mima kwa hasira simama. Baada ya hapo aliingia chumbani kwake, alianza kupekenyua kwenye begi lake. Baada ya hapo alitoa kitu kama kitambaa cheusi hivyo ambacho kilionekana kitambaa cha zamani kidogo kutokana na kufuba kwake, ila kilikuwa kimekunjwa vizuri. Mima alitoa na kile kitambaa mpaka pale sebuleni. Muda huo Temi na taya chazi lilikuwa linatoka linamwagika maji. Mima, unataka kufanya nini? Basi Temi aliuliza, lakini Mima hakujibu. Alifungua kile kitambaa vizuri, na ndani ya kitambaa kulikuwa na pete ambayo ilikuwa bluu, huku ubluu wake ukiwa wa kufifia. Ulionekana ni pete ya enzi na enzi. Kwanza baada ya Mima kuishika ile pete, kumbukumbu zilimrudisha miaka kadhaa ya nyuma. Alikumbuka akiwa na miaka 7 tu alipelekwa na mama yake kwa bibi yake kijijini. Tena kilikuwa kijiji ambacho kimejitenga na jamii zingine. Yaani kilikuwa kijiji ambacho kilikuwa kinaogopa mno, na hiyo ilitokana na historia ambayo ilikuwa inasimuliwa kuhusu hicho kijiji. Baada ya kufika kijijini walikutana na bibi yake, na Mima yupo hoi, yaani alikuwa anaumwa mno. Mima, ukoo wetu ni ukoo ambao unatoa malkia na kiongozi wa chama cha uchawi wa bluu. Kwa hiyo mikoba yangu nataka nikukabidhi wewe, maana wewe ndio mjukuu wangu wa pekee. Yalikuwa maneno ya bibi yule ambaye alionekana anaumwa mno. Kutokana na umri wa Mima kipindi hicho, alikuwa hajui lipi ni lipi, basi alikubali. Basi bibi yake Mima alifanya taratibu zote. Baada ya hapo alimkabidhi Mima pete yenye nguvu za kare na kare. Japo Mima
alimuuliza bibi yake kwa nini ile pete asipewe mama yake, lakini maelezo ambayo alipewa ni kwamba mama yake mizimu imemkataa. Basi maelezo yalitolewa na Mima alipewa ile pete, huku akiwa kapewa maelezo kwamba ile pete ataivaa baada ya kuvunja ungo, na hapo ndipo nguvu zake alizodhihirishwa na bibi yake zitaanza kufanya kazi. Basi walirudi mjini na mama yake na kuendelea na maisha, ila baada ya miaka kadhaa kupita, Mima kuvunja ungo alimkumbusha mama yake kuhusu ile pete ambayo alipewa na bibi yake miaka kadhaa, na kipindi hicho bibi yake alikuwa kashafariki. Mima, hii pete wewe haikufai na usije kujaribu kuivaa, maana utakufa. Damu yako na hii pete ni tofauti kabisa. Niliogopa kumwambia bibi yako kipindi kile kwa sababu nilikuwa najua madhara ya kupinga, ila usije ukathubutu kuivaa. Kwanza kalete tukaitupe. Masuala ya huko kijijini achana nayo. Hayo ndo maneno ambayo mama yake alimwambia. Kweli Mima alienda kuichukua ile pete ili ukatupe. Kumbuka mama yake huyu Mima ni yule mama wa kumlea tu, sio yule mama yake ambaye anaitwa Kidawa, ambaye ni mama yake pamoja na Mr. Mugisha. Ni yule ambaye mama walikuwa wanamuita mchawi. Haya, lakini huwezi amini, Mima alitafuta siku nzima pasina kuiona. Basi walipoteza. Kwa nini alikuwa anataka Mima asiivae? Kwa sababu Mima sio damu yake kabisa, ambaye amezaliwa kutoka tumboni kwa huyo mama. Ndio maana anasema damu yako sio, haiendani kabisa. Basi walipoteza na maisha yaliendelea, ila mama yake Mima alikuwa mchawi kakubuhu, yani kupita kiasi. Maana ya uchawi alizaliwa nao, na ilikuwa kawaida ya kijiji chao. Unapozaliwa tu basi unazaliwa na uchawi wa kulisi. Miaka isogea, yalitokea na mama yake Mima alikufa kama tulivyosoma nyuma. Lakini kitu cha kushangaza, Mima ile pete alikuja kuikuta ipo kwenye begi lake. Aisee, yani ilikuwa kama miujiza. Na Mima alikumbuka maneno ya mama yake ya kwamba ile pete yeye haimfai. Na Mima alipata majibu ya kwamba kwa nini mama yake alisema vile, kwa sababu Mima alikuwa sio wa ukoo ule. Mima alikuwa sio damu kutoka kijiji cha wachawi, kwa hiyo ni dhahiri kuvaa ile pete ingemletea shida. Kwa hiyo miaka yote hiyo Mima alikuwa kaitunza tu ile pete. Ndani alikuwa haitupi, na siku hiyo sasa ndo alikuwa kaichukua baada ya kuona maji yamefika shingoni, huku mtoto mmoja akiwa kafariki tayari. Mima, hicho nini unataka kufanya? Nini? Temi aliuliza, Temi akionekana kuwa na wasiwasi. Mima wala hakujibu. Ile pete alivaa bila kujiuliza mara mbili. Yeye mwenyewe alikuwa haelewi kipi kitatokea, ila aliamini huenda atapata nguvu za kutoa msaada. Mima alikuwa anakumbuka kila kitu, maneno yaliyoambiwa na bibi yake miaka hiyo, kwamba siku ya kwanza kuivaa hiyo pete lazima atamke maneno hayo, na kweli Mima alitamka. Aisee, pete ile ilitoa mwanga wa ajabu, ulikuwa mwanga wa bluu. Sauti za ajabu zilisikika nyumba nzima, inakufanya kila mtu aogope. Mima alianza kuhisi mwili wake unapaa angani. Nguvu za ajabu zilimjia mwilini mwake. Kila kitu alikuwa anakiona kwa utofauti. Alipomwangalia Mr. Mugisha pale alipolala, aliona kila kitu kinachoendelea nyuma ya. Na masaa machache tu baba huyo alikuwa tayari kupoteza maisha, huku Enoki yeye akiwa kabakiza dakika chache tu. Ilikuwa pete ya miujiza kweli. Huwezi amini, Mima alifanikiwa kuwatoa Mr. Mugisha na mtoto wake uchawi mkubwa ambao walikuwa unaenda kuondoka na maisha yao. Yaani pale Mr. Mugisha yeye na mtoto wake walipona na kuwa wazima, ila sasa kipengele kilikuwa kwa Mima. Maneno
ya mama yake yalimrudia kichwani. Mima, damu yako hairuhusiwi kuvaa hii pete. Usije thubutu kuivaa, maana hiyo ndo itakuwa siku yako ya mwisho kuishi. Hayo ndio maneno ambayo yalimjia Mima. Alijaribu kuivua ile pete lakini ilikuwa haitoki. Aisee, Mima alianza kuhisi utofauti ndani ya mwili wake kadri muda unavyozidi kusogea. Ndio alikuwa anazidi kuwa na hali mbaya. Mima alianza kutapika damu huku mwili wake ukiwa umeanza kuwa mweusi kama mtu anayeungua. Yaani ile pete ilikuwa inamuunguza haswa. Kaka, nawatakia maisha mema. Mimi namfuata mama na baba waliko. Yalikuwa maneno ya Mima huku macho yakiwa yanamtoka. Ni kweli ndo alikuwa anaenda kufa. Mr. Mugisha alikuwa kama kalukwa na akili. Kwanza mtoto wake alikuwa kafariki, alafu mauza mengine yanaendelea. Aisee, yani moja ilikuwa haiko mbali, haikai. Lakini ghafla aisee, mlango uligongwa na Temi. Alipofungua kama miujiza hivi, yule mama ambaye akina Temi walipishana naye na akaomba ongozane naye kwa mchungaji wake. Aisee, ndo alikuwa kafika huku akiwa kaambatana na mchungaji wake na mzee wa kanisa. Yani kama walijua hivi, inaonekana mama yule baada ya tukio lile pale ilienda kupeleka taarifa kwa mchungaji, na kutokana na umaarufu wa Mr. Mugisha waliona sio mbaya wakija mpaka kwake. Alikuwa mchungaji ambaye hata uvaaji wake ulionyesha kana hana kipato wala maisha maana, lakini kiukweli alikuwa na roho wa kweli. Bila hata salamu wala kusubiri aliruhusiwa. Maombi yalianza kushuka pale pale ndani. Aisee, baba wa watu alikuwa naomba mpaka sauti na mkwama. Jasho tundo lilikuwa linamtoka. Masaa matatu yote maombi yalikuwa yanashushwa tu. Muda huo Mima alikuwa kazima hajitambui. Ghafla baada ya maombi kukolea, ile pete kwenye kidole cha Mima ilianza kuyeyuka kimiujiza, na baada ya nusu saa Mima alirudi na kuwa sawa. Hakika yule mchungaji alikuwa na roho wa kweli, maana kazi yake ilikuwa njema na aliomba pasina kuhitaji hata 200. Upande wa pili huku kwa Mr. Tuluka aisee, wale wazee wawili waliologa baada ya maombi upande wa pili, kiukweli viti vilikuwa havikaliki. Hali zilikuwa sio hali, yani ule uchawi uliokuwa umewarudia wao, walirudi wanataka tapa, sio mchezo. Mr. Tuluka alikuwa hata haelewi kinachoendelea. Kama masiara, wale wazee walifariki huku mzee Tuluka na watu wake wakiwa wanajionea kwa macho yao. Basi upande wa pili kwa Mr. Mugisha, japo matatizo yalionekana yameisha, ila walikuwa vilio kwa kwenda mbele, maana tayari mtoto mmoja alikuwa kafariki ambaye ndo Ebera. Baki ukweli kutoamini kubaya sana. Ujue muda ule tungemwamini huyu mama, huenda Ebera asingefariki. Basi Mima alijikuta maneno yanamtoka huko akiwa analia, ila ndo hivyo wala haikusaidia. Basi baada ya siku 2 mazishi yalifanyika, ila mchungaji aliomba wasio watu wa kulipa kisasi. Kwa nini Mungu hapendi zaidi waombe adui zao wabadilike na kuwa watu wema. Ndugu msikilizaji, sio kila vita iliyopo mbele yako lazima upigane na ushinde. Zingine ziache ziende tu, maana kwa madhambi ya Mr. Tuluka na wenzake ilitakiwa watumikia adhabu na malipo ya kile walichokifanya. Hivyo hatari, Mr. Mugisha aliamua kuachilia lipite. Kama shukrani, Mr. Mugisha aliamua kutoa pesa kwa yule mchungaji ili ajenge kanisa kubwa na la kifahari kama alivyo makanisa mengine. Huku pande wa Mr. Tuluka na familia yake, kila itwapo leo mambo yalikuwa yanazidi kuwa magumu, yani kama wamelaniwa hivi. Bado walikuwa wanaendelea kuwinda roho ya Mr. Mugisha, wakiamini kuna siku mali zile zitakuwa zao kwa mara nyingine. Mr. Mugisha yeye alikuwa na mipango mingi tofauti. Baada ya miezi kama 2, Mr. Mugisha aliamua kumuoa Temi na kumfanya mke wake, huku Taia akibaki kuwa mlinzi wa familia.
Baada ya hapo, Mr. Mugisha yeye na familia yake yote akiwemo Mima waliamua kuhama pale mjini na kuhamia nje ya nchi, maana waliona kuendelea kuishi pale, mwisho wa siku watakuja kupata hasira bure, waende kufanya mauaji ya kutisha kwa mzee Tuluka. Mzee Tuluka baada ya kupata taarifa kwamba Mr. Mugisha kahamia nchi za nje na atakuwa anaishi huko, alikasirika kweli, maana alijua hapo ndo basi tena ashamkosa. Basi mzee Tuluka yeye na familia yake waliendelea kuishi maisha magumu kadri inapoitwa leo, mpaka walifilisika na ile nyumba waliuza na kwenda nyumba za kupanga. Maisha yaliwachapa kiukweli kweli, mpaka mzee Tuluka alikufa kwa msongo wa mawazo, huku akiwa kaiacha familia yake bila mwelekeo. Yaani kulikuwa kama laana hivi inawagandama. Gema naye aliishia kurudi kwao kijijini na kuwa mkulima wa kawaida, huku akiwa anajutia hata ile 10% aliyoikataa. Hakika tamaa sio nzuri, ndugu zangu. Hakika katika simulizi hii matumai yangu umejifunza kitu kilicho bora zaidi kuhusu maisha inavyotakiwa kuishi, na usiwe na tamaa na vitu ambavyo sio vyako. Kumbuka kuwa mwema kwa kila mtu. Hakika mimi jina langu ni Mr. King Vam. Ungana nami katika simulizi mbalimbali ambazo zitaendelea kuja kupitia channel yetu ya Vam TV Online. Usikose kusubscribe, kulike na kushare. Jina la simulizi Jaribio la Bosi ama Jaribio la Bilionea.